Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Subira Abdallah Chande, ni mama wa watoto wawili. Mtoto wangu wa pili anaitwa Junaitha Mshabani Rashidi. Nilijifungua tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2023. Mara baada ya kujifungua kwa operation, mtoto wangu alikuwa na changamoto katika kupumua. Turudi hospitali mara kadhaa, nikipimwa akaambiwa kwamba pneumonia. Mara kwa mara hilo ndio lilikuwa changamoto kubwa na ndio inatusababisha kwamba tulazwe mara kwa mara. Alipofika na miezi 9, mtoto hali yake ilikuwa sio nzuri. Tukaenda hospitali ya mkoa wa Morogoro, alipimwa zaidi ikaonekana na tatizo la moyo. Tulipofika mwaka mmoja, mtoto hali yake ilikuwa sio nzuri. Tulipelekwa hospitali tena ya mkoa wa Morogoro na alilazwa. Ndani ya wiki 2 alikuwa anatumia oxygen ICU. Hivyo alipelekea kwamba kutuambia twende Muhimbili. Tulitoka huko na ambulance na madaktari kwa sababu hali ya mtoto ilikuwa sio nzuri. Tulipofika Muhimbili alifanywa uchunguzi kwa kina, ilionekana kwamba ana tatizo la moyo. Moyo wake mkubwa una matundu, mirija ya kuingiza damu na kutoa imeziba, valve ya hewa moja imefeli, hivyo anatumia moja. Na kutokana na changamoto ya kuziba kwa mirija inasababisha damu kumwaga kwenye mapafu. Hivyo madaktari wameshauri anatakiwa afanyiwe operation. Tulienda mara ya kwanza aliambiwa kwamba ana matundu ya moyo 4 ambayo ni makubwa. Turudi mara ya pili aliambiwa ana matundu ya moyo 5. Mpaka sasa hivi wametuambia matundu ya moyo yanazidi kuongezeka kwa sababu hakupata tiba. Hivyo kadri anavyokuwa na moyo unazidi kutanuka. Na unavozidi kutanuka na unazidi kutoboka. Hivyo nilikuwa naomba ndugu zangu muweze kunisaidia. Gharama za operation ni kubwa mno ambazo mimi siwezi. Hii ni karatasi ya vipimo vyake. Kwa sasa anatibiwa wa jengo la Jakaya Muhimbili. Na hii ni karatasi ya gharama zinazohitajika kwa operation. Maana madaktari wameniambia ya kwamba operation inayohitajika ni operation ya haraka sana, kwa sababu damu inavyozidi kumwaga kwenye mapafu inapelekea mapafu kuleta athari nyingine, na moyo unavyozidi kuwa mkubwa unazidi kutanuka, hivyo hapo mbeleni itakuwa tatizo ni kubwa zaidi na kushindikana. Ndugu zangu katika imani, Waislamu, msiokuwa Waislamu, Wakristo, msiokuwa Wakristo, ndugu zangu wote, nilikuwa naomba ndugu jamaa na marafiki, kwa yoyote mwenye chochote ambacho anaweza kunisaidia kwa chochote kile, anayeona posti hii, naomba muweze kunisaidia ndugu zangu, ili niokoe hali ya mtoto wangu. Hali ya mtoto wangu ni ngumu sana, amefikia hali mbaya sana. Mimi napatikana Morogoro, hivyo nilihangaika katika serikali za mtaa kuomba msaada. Nilienda kwa mwenyekiti, nilienda kwa afisa mtendaji, mpaka nimefika kwa mkuu wa wilaya, nilipatiwa hiki kibali cha kuweza kusaidiwa. Nilikuwa naona ndugu zangu muweze kunisaidia kwa chochote kile ambacho mtu anacho, kwa chochote kile ambacho mtu anasema hiki naweza kumsaidia. Kwa yoyote anayeona hii posti, nipo tayari kwa kutoa ushirikiano wowote ule juu ya mtoto wangu. Nipo tayari kutoa ushirikiano wa yoyote ule juu unaohitajika. Napatikana Morogoro, na anayetaka kumuona mtoto pia nipo muda wote. Namba zangu za simu ni 0748420275. Ni mtandao wa Voda. Jina linatoka Subira Abdallah Chande. 0748420275. Napatikana Morogoro mjini, mtaa wa Kichangani. Kwa wote yule ambaye ataona hii posti, atakayeguswa, nipo tayari kwa chochote. Kwa atakayeona ambaye anaweza kuja kumuona mtoto, napatikana Morogoro Kichangani. Namba zangu za simu ni 0748420275. Nilikuwa naomba ndugu zangu, naomba muweze kunisaidia. Naomba wananchi wenzangu muweze kunisaidia. Hiki ni kibali ambacho cha kuwaomba msaada. Naomba mnisaidie ili kuweza kumpatia mtoto wangu matibabu kwa kiasi chochote kile. Nipo tayari kupokea kiasi chochote ambacho unaguswa nacho, ambacho Mwenyezi Mungu akujalia, basi nipo tayari kukipokea ili kuweza kumsaidia huyu mtoto apate hata matibabu ya awali. Nilikuwa naomba mnisaidie.